Praise the Lord. Hallelujah. Tusalimiane katika jina la Yesu. This afternoon I am saved and Christ is my personal savior. Na kwa hivyo ninahisi kudumu kwake na kumwabudu kwa sababu yeye ni mwema. Ninaelewa si kujitahidi na tena si kuwa mwema mbele za Mungu. Ninajua ya kwamba ni kwa sababu ya nguvu zake na ndiposa niko hapa siku ya leo. I don't take it for granted. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua kama si nguvu za Bwana, hata shetani anaweza pigana pia na wokovu wetu. Na kwa hivyo hata kuwa hapa siku ya leo tukiwa tumejazwa Roho Mtakatifu na tukiwa na wokovu, we know it is the hand of the Lord. Na pia kupewa chance nyingine hii ya kunena na wewe, ninaona ni mkono wa Mungu na sio jitihada. Ninajua ya kwamba ni Mungu amekuwa pamoja nasi. Na wiki ambayo imepita tumekuwa na wakati mwema, tulikuwa na services za jioni, na wiki hii tutakuwa na services za mchana, yani lunch hour services, na ninajua Mungu atatusaidia kwa kila mambo. Kwa kila jambo tunafanya, the Lord is together with us. Na ikiwezekana tutakuwa na services hizi wiki hii yote hadi siku ya Jumapili. And I thank God. Lastly, siku ya juzi Jumapili tulikuwa tunaongea kuhusu laana za pesa. Yaani kwa nini mtu aambiwe ako na laana ya pesa? Pesa zinamkataa, na tukaongea kwa njia ya upana sana, na ninaamini ya kwamba ulibarikiwa. Na kwa hivyo siku ya leo Mungu amenisaidia na tuko na ujumbe mwingine. Nitaongea kuhusu hekima na ufahamu, ama wisdom and knowledge. And I know God is going to use us for the few minutes, and I know by the end of this lesson we will be blessed in the name of Jesus. Na kabla hatujaingia kwa neno la Mungu, kama kawaida, nataka tuende mbele za Mungu, tuambie Mungu ni asante kwa sababu ametupea nafasi nyingine ya kusikiza neno lake. Hata kama mambo ni mazito, tunasikiliza news kila wakati, tunasikia mambo mazito ikisemekana tutafungiwa, watu wakae kwao, even already some counties are closed, no entering, no going, but still God is on the throne. Mungu wako kwa kiti chake. Na kwa hivyo tutaendelea kusikiza neno la Mungu. Hatutajalishwa na vile mambo yako. Kile kitatujalisha ni vile Mungu anasema. Wanadamu wanaweza sema hivi na kesho waseme hivi, lakini Mungu anasema nini juu ya maisha yetu siku ya leo? Na kwa hivyo nataka tuombe, alafu tuingie kwa neno la Mungu. Mahali popote unanitazama, ningekuomba kwa dakika hii tuende mbele za Mungu ili tuweze kuomba, ili tusikize neno lake katika jina la Yesu Kristo. Bwana, katika jina la Yesu tuko mbele ya uso wako ya mchana wa leo. Tunakutukuza na tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na fadhili zako ni za milele. Bwana, tumeona nguvu zako zikiwa nasi na umetuchagua siku ya leo tuje tusikie neno lako. Na kile ningekuomba Mungu, unitumie kama chombo chako ili ninene kulingana na mapenzi yako. Nisinene mambo yangu, lakini Mungu unenee watu wako popote wako, ili neno likiwafikia. Lord, I want to ask you to bless them and to remember them. Kati yao Jehova, kuna ambao hawahisi vizuri kwa miili yao. Wengine wanaumwa na vichwa, wengine wanaumwa na tumbo, wengine wanaumwa na miguu, wengine wako hospitalini, wengine wako vitandani wakitazama hii video. Ninataka kutuma neno lako ambalo lina nguvu na uwezo, ambalo maandiko inasema ya kwamba wakati wa mitume lilitumwa na likafanya mambo makuu. Na kwa hivyo siku ya leo ninataka kutuma neno lako lifikie wapendwa wako. Yeyote anatazama hii video, Jehova Mungu, ninataka kutangaza hata endelea kuwa kwa kitanda, apokee uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kila mapepo na nguvu za giza ambazo zinawezekana zimepanga, zimeketi chini komiti kutayarisha magonjwa kama
haya ya korona na virusi, Jehova Mungu, na mimi nikiwa mtumishi wako ninataka kutangaza ya kwamba hayana uwezo. I cancel, I distract and I destroy in the name of Jesus Christ. And you devil with your agent, you have no power over our people who belong to the Lord in the name of Jesus. Tunatuma nguvu za Mungu kupitia neno lake zifanye mambo makuu katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji na uamini umepona. Now do the next step of believing that you are healed. In the name of Jesus we pray. Amen. Nataka tuingie katika neno la Mungu. Tumesema leo tutaongea kuhusu hekima na ufahamu. In English is wisdom and knowledge. Na wisdom sio knowledge, na knowledge sio wisdom. Ufahamu sio hekima, na hekima sio ufahamu. Lakini zote zina haja sana, ama ni za haja sana katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya Mkristo. Na kuna uwezekano uwe na hekima lakini hauna ufahamu, lakini hauna knowledge, kwa sababu unawezekana haukuenda shule. Knowledge tunapata shuleni ama experience. Vile mtu ni mzee anaendelea kuwa na knowledge kwa sababu anapata experience. Na kwa hivyo ukiwa kijana mchanga na kuna mzee ambaye ni mkubwa kwa miaka kukuliko, huyo mzee ana ufahamu, ako na experience, ameona mengi, na kuona kwingi, kuishi kwingi ni kuona mengi. Kwa hivyo huyu mtu ako na experience. Na kwa hivyo ukiambiwa na mtu hapa usipite, kwa sababu ukipita pale mbele kuna kuwaga na hipo, huyo mtu ameona, ni wawili watatu wamepitia hapo wakakuliwa, akaona, kwa sababu kuishi kwingi ni kuona mengi. Kwa hivyo huyo mtu ako na ufahamu. Lakini nayo hekima inapeanwa na Mungu. Na hekima, ukitaka kupata hekima ni uombe Mungu. Hata kuna mahali Biblia iko very clear katika kitabu cha Yakobo ya kwamba ambaye amepungukiwa na hekima. Sasa isemi kupungukiwa, na mnajua kuna mahali panasema kupungukiwa na imani. Sasa hapa si imani, inasema ambaye amepungukiwa na hekima ndani yenu na aombe hekima, atapewa. Kwa hivyo ukijipima ndani yako na uhisi ujinga ni mwingi, tafadhali enda kwa Mungu, uambie Jehova Mungu, ujinga umekuwa mwingi, atakupea hekima. Na kwa hivyo hekima sio ufahamu. Na kwa hivyo hekima, unaweza ongoza watu 5,000. Kuongoza watu 5,000 hakuhitaji hekima, kuna hitaji knowledge. Na kwa hivyo kuna uwezekano, lakini kuishi na mke mmoja kuna hitaji knowledge. Kuongoza watu wengi kuna hitaji hekima, lakini kuongoza mke wako ni knowledge ama ufahamu. Na ndiposa Peter anasema katika kitabu cha Peter wa kwanza hapo moja, ukisoma inasema ya kwamba na mume aite mke wake wakae chini kwa sababu ya mashauri, ama ili wapeane they give each other knowledge, wapate maarifa. Na kwa hivyo unaweza kuwa unaongoza watu 5,000. You can be a principal of a certain university, you can be a vice chancellor, and you are leading more than 5,000 people, you are leading more than 10,000 people, but you are divorced, umeachana na mke wako. Kwa sababu kuongoza watu 5,000 hiyo inahitaji hekima. Lakini kuishi na mke wako basi iwe na maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo usipochunga, unaweza sema uko na hekima, yes, lakini tukienda side zingine, mahali ya knowledge tuna apply, tunakuta you are 0%. Na ninataka tujiulize hekima ni nini? Hekima ndio nini na ufahamu ni nini? Katika kitabu cha Ayubu 28 na mstari wa 28 inasema, kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndio hekima, na kujitenga na uovu ndio ufahamu.
Biblia inasema ya kwamba na mwanadamu akaambiwa ya kwamba to fear the Lord is wisdom, but to not doing wrong is understanding, is knowledge. Ukiona mtu ambaye anamcha Mungu, mtu ambaye anafanya mambo ya Mungu, huyo mtu ako na hekima. Hekima ni kufanya mambo ya Mungu, ni kurutira Ngai wira wa ma, na ni gutuika mundu wa gwika maundu maria mega. Hiyo ndio hekima. Lakini knowledge ni kuachana na uovu. Ukisikia mtu ameacha ulevi, na pengine amekunywa for more than 10 years, lakini leo amesema oh Jehovah, I come back to you, amepata ufahamu, akikuja kwa Mungu kwa sababu ya kuachana na uovu, sasa anapata hekima, anakuwa another person with knowledge and wisdom. Na kwa hivyo unaweza kuwa na knowledge lakini hauna hekima. As a young girl or a young man, a young girl, ili kupata bwana mzuri, hapo hapahitaji knowledge, hapo panahitaji hekima. Na ndiposa unasikia mtu anasema amesoma, hata siku nyingine nilisikia msichana mwingine akiulizwa, na umesoma hadi wapi? Anasema nimesomea Kenyatta University, nilikuwa ninafanya science and technology bra 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 bra. Lakini akiongeleshwa kidogo na mwanaume pia hapo anaanza kukula vidole nga. Sasa hapo hauhitaji kuapply knowledge ile ulipata KU, unahitaji kuapply wisdom, na wisdom ni Mungu anapeana, na wisdom ni kukataa kufanya maovu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo watu wengi hawana wisdom na wengine hawana knowledge. Umesoma hadi university umemaliza, lakini wisdom ni 0%, kwa sababu wisdom inapeanwa na Mungu. Mtu ambaye amesoma hadi university na anafanya mambo ya upuzi, anafanya mambo ya masturbation, anafanya mambo ya gayism, anafanya mambo ya lesbianism, huyo mtu ako na knowledge, amesoma hadi university, lakini upande wa wisdom 0%. Kwa hivyo ni kumbavu ya mwisho. Haleluya. Yes. Na kwa hivyo ni vizuri mwanadamu ambaye ameokoka tuwe na hekima, kwa sababu ni vibaya sana ukiwa mhubiri unahubiria watu 6,000, unahubiria watu 600, unahubiria watu 300, ukisimama hapa unaongea maneno haleluya, watu wanahisi kweli there is that is a wise man. Unajua kuna mambo hatuongei hata hapa wakati ninahubiri, kuna mambo hatuongei, na si kwamba hatuna mdomo, lakini tukipima wisdom ile ambayo tumepewa na Mungu, tunakosa kuongea. Kwa hivyo wewe usiongee pa. Kuna watu wanaongea pa anyhow, anytime. Anaongea tu, haongee, hafikiri what will happen after speaking. Sisi tukiwa kama Wakristo hatustahili kuongea pa, kwa sababu tuko na wisdom. We have wisdom. Na kwa hivyo unaweza kuwa mhubiri anahubiria watu 6,000, lakini amedivorce. Juzi nilisikia mhubiri mwingine wa Nairobi, mahali sitataja for security purposes, amezaa na mwanamke watoto 6, lakini ameachana na huyo mwanamke completely. They divorced. Sasa hanaga mke, naye mke anatabika sana Nairobi, wako na shida, watoto wanamaliza class 8 wanataka kuchukuliwa, ako mmoja ako 7 anataka kuchukuliwa birth certificate, jina la baba linahitajika, baba amekataa, na ni mhubiri. Sasa na mhubiri huyu ukienda kanisa yake iko na watu more than 700, wanaketi chini wanamsikiza na wanasema truly we have a man of God full of wisdom. Oh hallelujah, full of wisdom, lakini maarifa ako 0%. Kuweka mke hawezi, kwa sababu hana nini? Maarifa. Pia katika kitabu cha Ayubu hiyo 12 na mstari wa 12 nasema nini? Tutasoma vitabu vingi
lakini itakuwa very short. 12 inasema ndipo Ayubu 12. Wazee ndio walio na hekima, na katika kuishi siku nyingi iko ufahamu. Watu wengi wazee ambao wamezeeka wako na hekima. They have wisdom. They are given wisdom. Ukiona nywele nyeupe mbele yako, ukiona mtu aliona jua mbele yako, kuna uwezekano ako na hekima. Na inasema ya kwamba na kwa sababu ya kuishi kwingi wako na maarifa. They have knowledge. So they have both wisdom and knowledge. Lakini tuko na wazee wengine hawana wisdom. Wako na maarifa lakini wisdom hawana. Lakini wazee ambao wako ndani ya Yesu, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba hekima ni kuacha kufanya uovu. Kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Na kwa hivyo wazee ambao wako ndani ya Mungu wanamcha Mungu, wako na hekima na wako na maarifa. Na kwa hivyo ukiona mtu ambaye hataki kumcha Mungu, ni mjinga. Na unaweza sikiza mtu akiongea usikie kweli anaongea ujinga. Ulikuwa una expect aongee kitu kizuri na cha heshima, lakini vile ameongea, oh my God, ameongea kama kumbavu ya mwisho. Na ndiposa utaenda center mahali kwa duka usikie watu wakisema haya huyo mzee na vile ni mkubwa mnono, wako na tumbo kubwa, ameongea hivyo. Na kweli ni hali yataki elimu. Hekima ndio hana, lakini knowledge kuna uwezekano wako naye. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo unaweza kuwa mtu mchanga sana ako na Yesu, na ako na wisdom, na mtu mwingine mzee sana kwa sababu hana Yesu akose hekima. Kwa hivyo huyo mdogo anaweza kuwa na hekima kuliko yule mzee. Na hekima sometimes inatuforce tunyamaze. Unashindwa kuongea. Si kumaanisha ya kwamba wewe ni mjinga. Hapana, ni kwa sababu ya hekima. Inakuforce. You feel in yourself, I don't want to speak. Not because I don't know, it is because of wisdom. Na kwa sababu hiyo, ukienda katika grupu nyingi za kina mama, unakuta idea zinaulizwa, na hata wazee idea zinaulizwa, huyu anaulizwa, mama Wajiro utasema nini concerning that idea? Mama Wajiro anamwaga maneno, anamaliza. Wakamau na wewe unaona namna gani? Watu wanatoa idea mikono juu, lakini mama mmoja ako kwa kona pale haongei. Hadi share ama shiama na nauliza. Na mama Nyagothi, kwa sababu umenyamaza sana, tutataka kusikia pia idea yako, ili tusiseme tulipitisha idea za hawa wewe ukiwa umenyamaza. Na kwa hivyo mama Nyagothi anasimama, anashikanisha ujinga wa mama Wajiro tarara zake na ujinga wa mama Kamau tarara, anapeana idea, inatumiwa na kikundi. Alafu unasikia Shiarede akisema na negogokirete, you have given us a very good idea, itatusaidia. Sikuwa hakuwa na idea angeongea mbele watu wakiongea, ni kunyamaza because she is forced by the wisdom to shut up, to wait everybody to speak, and then the wisdom is able to get little knowledge from mama Kamau, little knowledge from mama Wajiro, ikiunganishwa inakuwa wisdom. Hallelujah. Na ndiposa Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri ya kwamba wingi wa maneno unaonyeshana ni kubafu inaongea. Kwa hivyo one thing that you can know that you are not a fool is to be a man of few words, to be a woman of few words. Nyumbani hapana kelelesha watu wote kelele parara. Hapo tunaelewa automatically a woman of many words is a woman of no wisdom. She is a fool. A man of many words is a man of no wisdom. Ukiongea sana ndio unakuta umefanya dhambi. Ukiongea sana ndego ulumanaga. Leo brother, my sister, dokiari ya kahora. Siugoni. Yani unaongea one point, watu wanasema it is true that man has spoken. Hata Mungu anaona kuna mtu mwerevu
Na ndiposa Suleimani hata akiwa mchanga anaulizwa unataka nini, anasema mimi akiwa age of 18 years 18 akiwa mfalme, anaulizwa unataka nini, anasema ninataka hekima, Bwana nipe hekima. Na kwa hivyo hekima ni muhimu sana. Unaweza kuwa mtu wa heshima lakini hauna hekima. Kwa hivyo ukienda kwa kikundi cha wazee ukiongea, watu wanashika mdomo. Niliona mama mwingine wakienda kwa kesi ya court of law, alafu anaambia bwana yake dokarie, na anamwambia tukikanisha, nataka tukanisha ili niwe nina discipline my husband, kwa sababu the husband whenever he speaks anaongea upuzi, anemokuogo. Kwa hivyo kila wakati nilikuwa ninaona wakienda bwana akisema ataongea na finywa kila ambua nyamaza todoalia na wadhoka alia, tumeharibu maneno, akiongea tutafungwa. Kwa hivyo mzee, ukitipima uone hekima hauna, nyamaza, wacha mke aongee. Haleluya, ndureke muthuri ali agikorwo waria ni urahitithania maundu ndugikire. Lakini shida nayo wazee wengi wanajipiga kifua, I am the man, even if I am a man of many words. Hapa ni mimi kusema, na kwa hivyo anaongea anyhow. Ukiwa mwanafunzi shuleni utahitaji hekima. For you to relate with the teachers and other students, you need wisdom. Ili musisinde na makesi. Mtoto ako na wisdom, unampima na unaona huyu mtoto ako na wisdom. Lakini ambaye hana wisdom, ni knowledge peke yake ndio anakuja, unaona anashika vizuri sana shuleni, namba moja, lakini ikifika ni kuongea hawezi ongea chochote. Akiongea anatusi watu. Hata kanisani mnawaona ambao hawajakubali Mungu vizuri na kumtumikia na kutenda mambo ya haki, akisimama mbele ya kanisa ni kutangaza matakazo. Unasikia akianza kutangaza, Jumapili ijayo hatuna ushirika hapa, tutasomea huko. Akiwaangalia na wauliza Muradora ati akai mokodea. Sasa huyo mtu na hana shida, unaona hana maneno, haoni kama amefanya vibaya. Shida si yeye, shida ni wisdom. Na kwa hivyo ndiposa maandiko inasema mkichagua viongozi wa kanisa, angalieni pia hekima imewafikisha wapi. Ndio agetudhurire nongwe. Haleluya. Usituchagulie nongwe. Mtu ambaye anaongea tu aongee. Shuleni tunachagua viongozi ambao ni wanafunzi kwanza wako na knowledge, na ndiposa unasikia wanaulizwa last grade ulipata ngapi, ili tujue kama utachaguliwa. Kama alianguka, kuchaguliwa ni ngumu. Alafu pia inaulizwa maoni yako, unataka kubadilisha hii shule iwe namna gani? Hiyo ni wisdom. Vile utauza sera zako ndio utachaguliwa. Wisdom inapimwa na knowledge inapimwa. Oh, haleluya. Na kama wewe ni nongwe na unataka kiti ya president shuleni, utapewa na nani? Na ukisimama unatusi hadi headmaster. Headmaster anashika mdomo. Mwingine naye hana hekima ya kuongea, akisimama anachukua dakika 20. Na pengine mko pale ambao mnastahili kutumia 15 minutes. Hata unasikia headmaster akisema we shall organize for a meeting for you Mr. Headboy to speak to these people. Huyo headboy akona knowledge ndiposa anaongea, lakini wisdom ya kujua masaa bure kabisa. Oh, haleluya. Na hata wahubiri wengine wisdom ya masaa hawanaga. Walia naongea alafu ameanza saa 6 anamaliza saa 8, na akimaliza anasema Roho wa Mungu asema, Bwana wa majeshi. Haleluya. Yes, Roho wa Mungu asema, but still the Holy Spirit is orderly. Praise the name of the living God. Roho Mtakatifu ni orderly. Sasa hapo uhitaji Roho Mtakatifu akusaidie masaa. Roho Mtakatifu atakupea wisdom, is one of his gift, akusaidie na wisdom uweze kugawanya masaa yako. Haleluya. Wacha tusome pia katika kitabu cha Zaburi 37:30. Zaburi 37 and verse 30, na inasema nini?
inasema hivi, kinywa chake mwenye haki unena hekima na ulimi wake husema hukumu. Somebody who is wise with wisdom. Na being wise sio ujanja. Najua kuna tofauti ya kuwa mwenye hekima na ujanja. Kuna mtu ana ujanja, akikukoroga na kukoroga, akakuhenia maginya ugetekia. Kauga mundu ucio ndangihenia ni aritie mamuno. Ni ujanja. Mungu anapeana hekima, naye shetani anapeana ujanja. Johega cia ngoma. Ndizo hizo ujanja, unakorogwa, unapewa story ya kijameni, unatoshanishwa, unatoshana, ni ujanja. Na kwa hivyo ukiwa Mkristo wa Mungu, achana na ujanja, pata hekima. Ndiposa unaona katoto kadogo, kwanza ukiona mtoto mdogo wa form 2 ameanza kubehave namna hii, alafu anaanza kurudisha vibaya sana. Sasa kuna ujanja. Unajua inasemekana mili yetu inaanza kugrow fika form 2 form 1, mwisho mili inaanza kugrow na kureact. Sasa ujanja nao unapanda. Ndiposa kwa sababu unataka kwenda kuona fulani wa fulani, utatumia ujanja ukoroge mama. Na kwa hivyo mama akikutuma kiberiti, mara moja unakimbia kwanza ujanja wa shetani kufanya maovu, alafu unarudi. Kwa hivyo ujanja sio hekima. Na kwa hivyo mtu mjanja, mzee mmoja anaweza kuwa mjanja. Mzee ako na ujanja. Na pia mama mmoja anaweza kuwa na ujanja. Wala. Unaona, unafikiria ni hekima lakini ni upuzi. Na ndiposa hii dhati inasema ya kwamba kinywa chake mwenye haki huongea hekima. Kwa hivyo somebody who is righteous is with wisdom automatically. Ukiwa righteous uko na hekima. Na kwa hivyo unaongea mambo ya hekima. Ukitoa neno watu wanasema oh hallelujah, that is the man we need. Ndio unasikia mtu ambaye hajaongea maneno mengi sana, kuna chaguliano wa chairman akisimama ndiye wa mwisho kuongea, anaangusha neno moja. Kanisa yote inasema that is the chairman we need. Si kwamba yeye ako na mikono double ama masikio double, no. Yeye kile yako nacho ni hekima. Na ndukigea uge mundu wa Ngai. Ama hujawahi sikia watu mtu mmoja akisimama kanisani kuongea. Whenever he or she stands, lazima watu waumie moyo. Na mwene akoro, lakini wakisimama akiongelesha watu, yeye hana ile hekima ya kuongea na watu. Yeye akiongea lazima akosee watu. No kinya ahege kana ashehe. Kuna jina inatumiwa, lazima akwaruze mtu ahisi vibaya. Sasa na akiona watu wamehisi vibaya, wamepata kinonda juu yake, hiyo ndio furaha yake, ni ile upuzi iko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa unaona watu wengine tukienda kanisani wakose kuongea, kanisa mnaenda nyumbani mkiwa mmefurahi, kwa sababu hatujaongeleshwa na baba fulani, hatujaongeleshwa na mama fulani, kwa sababu wakiongea hiyo wiki yote tunaenda na kinonda. Ni ugi na leo wadia hoe Ngai, enda waambie Mungu Jehova nisaidie, unipe hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mtu ambaye ako na hekima anaongeaga uwerevu. Na uwerevu wisdom cannot hurt. Therefore if you speak and you make people to be hurt, then you lack wisdom. Na pia tunastahili kuapply wapi wisdom? Why we should apply our wisdom? I want us to read from the book of Romans 16 and verse 19. 16 and verse 19, the Bible says, where we should apply wisdom. It says this, verse 19. Maana utii wenu umewafikiria watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya.
Kwa hivyo mtu ambaye anataka kuwa na hekima, unasikia hawa ni watu, ni Warumi, Waroma. Hawa watu wanaambiwa na Paulo, walikuwa watu wazuri sana, and their obedience ilikuwa imefikia Paulo akiwa mahali alikuwa amefikiwa na obedience yao, wanatii sana. Lakini unaweza kuwa unatii lakini hauna hekima. You are so obedient. Kwa hivyo hata ukisimama mbele ya mtu kumsalimia, haleluya, unashika mkono, ni vile uko na heshima na unatii zaidi kama hawa watu. Lakini hapa nongwe oka hakiri nekeri mokia mwizo no giteo ndio hiyo, wanakamata hadi viuno. Hata niliona wengine Waganda nao wanashika, wanapiga magoti chini, anapiga magoti ati ni kukuheshimu. Lakini ukimpea nafasi ya ashike microphone yaongee, Jehova Mungu wa Israeli, maneno ile atatoa, anakwaza kila mtu akilini nongwe. Haleluya. Apply knowledge, apply wisdom, kuwa mtu wa hekima. Na hekima imesema ya kwamba ili upate hekima ni kuwa na hekima katika wema, na uwe mkumbafu katika kutenda vibaya. Ikifika ni kuongeza mwenzako, kuwa kumbafu, kuwa jinga, kuwa nongwe. Lakini ikifika ni kutenda mema, kwenda kuangalia wazee, kwenda kuangalia watoto ambao hawajiwezi, kwenda kuangalia walemavu, kuwa mwerevu, have wisdom. Lakini usiwe kumbafu. Najua ninabarikiwa tukiendelea, hata mimi ninahisi ninabarikiwa, na kwa sababu ya muda wacha tusome pia Zaburi 101. Yani 111. Zaburi 111. Tusikie pia hekima inaanza wapi, ili ujue hekima nayo inaanza namna gani. Na inasema hivi, verse 10 of Psalms 111. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo hawana akili. Wote wafanyao hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Kwa hivyo kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima, na ambao wanafanya hivyo kumcha Mungu hiyo wako na akili njema. Kwa hivyo ukitaka kujua mtu ni kumbafu, hana akili mzuri, ni kutomcha Mungu. Haleluya. Ukiona wewe ni mwanaume na Mungu amekataa mambo ya mwanaume na mwanaume kuoana, alafu unasikia ndani yako, ukiona mwanaume unahisi ndani yako kitu ukaigwa kiutu kihana kia ngoma, sasa wewe ujue haumuchi Mungu, akili hauna ndole motwe. Haleluya. Tukigioge kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Na kwa hivyo kama unalewa, unaenda barabara ukitoa matusi, ukitusi watu, tunajuaga ni hekima hauna, ndole akili we. Kwa sababu mtu ambaye ako na akili njema anamcha Mungu. Kwa hivyo hawezi keti chini kuongea maneno ya pasta wake. Vile pasta anakanyagaga, vile zile walikuwa na suti imeinama pande moja, dokigole moto walile. Uwe hekima ni uangalie pasta kama ako na koti iko na kiraka hapa imeinama, wewe nunua koti ingine mzuri peleke, na usiongee tunajua kweli mchirika huyu amepata akili. Lakini mtu akugati chini kuita washirika, woi ne muondi na mohunjia, huyo ni nongoe. Haleluya. Hey. Na kwa hivyo chanzo cha hekima ni kumcha Mungu. Na kwa hivyo ukikutana na watu wakienda wakiongea mambo ya mtu, umsegenya, kusegenya mtu ni against, ni being against God. Sasa huyo mtu kile hana ni akili njema. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho katika kitabu cha Methali 1:7, mwisho kabisa sasa. Methali 1:7. 1 and verse 7. The Bible is very clear. The Bible says, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa hivyo mtu ambaye hana hekima
pia adabu hana. Ndũngĩkorwo wĩna ũgĩ na wage gĩtĩo. Kwa ukikosa hekima unakosa adabu pia. Na ndiposa unaona watu wengi hawana adabu. Ukimchunguza kama hana adabu, pia hekima hana. Pata hekima upate adabu. Bwana Yesu asifiwe. Ili wewe uweze kurudishiana na mzee kukuliko, yaani na muongea mrudishiane, mtusiane, ni hekima hauna. Omba Mungu hekima. Biblia imesema ya kwamba enda kwa Mungu uambie Jehova katika James, Jehova Mungu, nimepungukiwa na hekima, give me wisdom. Atakupea. Mungu ni mwaminifu, atakupea wisdom. Na kwa hivyo nataka tuombe tumalize, kwa sababu naamini Mungu amekunenea. Pata hekima. Hizo mashida unaona ukipigana na watu kila wakati, ukiongea mbele ya watu walika yako, lazima waogope. Kuna maneno tunaongea tukiwa lika moja, na tukienda kwa wazee hatuongei, na si kwamba hatujui kuongea, tunajua, lakini kwa sababu ya umri tunanyamaza. Hiyo ni hekima. Baba, katika jina la Yesu niko mbele yako jioni ya leo, ama mchana wa leo. Ninakutukuza na ninakuinua kwa sababu wewe ni mwaminifu na fadhili zako ni za milele. Ni asante Mungu kwa sababu umetunenea kuhusu hekima, na tunaamini utatupea hekima ambao wamepungukiwa na hekima, kwa sababu huu inapungua. Jehova, tunaomba uwape hekima katika jina la Yesu Kristo. Waongeze hekima. Kuna wazee ambao wameteuliwa kuwa viongozi wa makanisa, lakini wakisimama mbele ya watu wako wanaongea maneno magumu, maneno mazito ya kukwaza watu wako kwa sababu ya kukosa hekima. Pea watu wako hekima. Mimina hekima kama jinsi unavyomimina imani katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu ni wenye hekima watakuja kwako Bwana, wakwambia ni asanti, kwa sababu tunahitaji watu wa hekima wa kupea watu wako mashauri, lakini tukikosa hekima hatutaweza kupeana mashauri katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa hili neno. Tunajua likifikia kila yote ambaye atanitazama Mungu, litapendua maisha yake katika jina la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Siwezi toka hapa kama sijaombea ambao wanahisi kumpokea Mungu jioni ya leo. Waseme nimeokoka siku ya leo tarehe 7 mwezi huu, useme umeokoka. Siwezi toka hapa kwa sababu unaweza kuwa you may be having the reason to say that you are not saved because pastor did not ask. Na kwa hivyo nataka urudie hili neno nyuma yangu ili uweze kupokea wokovu katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele yako jioni ya leo. Ninakutukuza mfalme na ninakuheshimu. Umekuwa nami, umeniongoza. Na siku ya leo nimeona dhambi zangu na nimekubali kuwa mwana wako. Nimekubali kuoshwa kwa damu ya Yesu. Nimekubali kutakazwa kwa damu yako. Nioshe na unitakaze. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti na uniandike kwa kitabu cha uzima. Nami unijaze Roho Mtakatifu ili niweze kushindana na shetani milele na milele. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen. Umeokoka, tafuta kanisa nzuri ambayo inaabudu Mungu kwa ukweli na roho. Baada ya corona, enda ushiriki na uambie hao wapendwa uliokoka katika video hii. Siku moja uliokoka tarehe 7 mwezi wa 4 na ukakubali Yesu ni Bwana, na kwa hivyo wakuombea ushirika, uwe mshirika wao. Bwana awabariki sana. Petero wa Simoni alijaribu kupita juu ya maji kama Yesu. Alipoanza kuzama, kamwita Yesu, nishike mkono. Yesu akamwita